Kajibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao. Ndiyo mstari wetu wa moyo katika siku hii ya leo ambao tunausimamia, na tutaweza kwenda kumwomba Mungu kwa kupitia mstari wa moyo unaotoka kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ile ya 6 na mstari ni ule wa 16. Kamwambia usiogope. Jambo lolote lile Mungu analotaka kufanya katika maisha ya mtu, kauli ya kwanza anamwambia usiogope. Yawezekana unapitia tabu, unapitia mateso mengi. Leo Mungu ametutuma asubuhi ya leo kukwambia usiogope. Katika siku hii ambayo tutasoma kitabu chote cha Wafalme wa Pili, kauli Mungu anayosema na wewe ni usiogope. Yawezekana umevunjika moyo, yawezekana umekata tamaa, yawezekana umeona kabisa kwamba unashindwa, unaona kabisa kwamba hakuna dira. Lakini usiogope. Yawezekana kuna maadui wengi wameinuka katika maisha yako, lakini asubuhi nenda kwa ujasiri kabisa, usiogope. Nini usiogope? Kwa maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko malaika wanaotulinda ni wengi kuliko maadui zetu. Malaika walio upande wetu ni wengi kuliko majini na mashetani na maruhani yaliyo upande wao. Wanaotutetea sisi ni wengi kuliko wao. Bwana Mungu wetu anazo nguvu za kutushindia. Tuliye naye ni mkuu kuliko waliye naye wao. Kati ya shetani na Mungu nani mkuu? Mkuu ni Mungu. Shetani ni aliumbwa na Mungu. Shetani alikuwa moja ya malaika. Shetani na Mungu, aliye mkuu ni Mungu. Shetani si mkuu kuliko Mungu. Hivyo kati ya shetani na Mungu, nani wa kuogopwa? Ni Mungu. Nani wa kusujudiwa? Ni Mungu. Nani wa kumwomba? Ni Mungu. Nani wa kumkaribia? Ni Mungu. Sijui kama ninaeleweka. Usiogope. Unalia sana, unahuzunika sana, unasikitika sana juu ya yale ambayo yanatokea katika maisha yako. Asubuhi ya leo Mungu anasema usiogope. Kwa nini usiogope? Ni imeandikwa katika Biblia hii. Naweza soma. Anasema kabisa katika hii Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili hii 6:16. Akajibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao. Huyu ni Elisha anamwambia mtumishi wake asiogope. Mtumishi anaogopa, anatetemeka. Tunakuja kukamatwa, tunakuja, maisha yameharibika hapa, wanakuja kutuondoa, wanakuja kutuchukua. Mambo anamwambia usiogope. Watu wenye imani hawaogopi. Watu wenye imani wanasonga mbele katika Kristo. Watu wenye imani hawakati tamaa ya kuomba. Watu wenye imani hawarudi nyuma. Watu wenye imani wanastawi. Asubuhi ya leo, unapoanza asubuhi, elewa kabisa kwamba unatakiwa uende kwa ujasiri kwenye kazi za mikono yako, uende kwa ujasiri kwenye majukumu yako ambayo unafanya siku kwa siku. Usitembee tena kwa kuogopa, usiwe na hofu. Mungu yuko upande wako, nawe upo salama katika jina la Yesu. Sema, Baba yangu, Baba yangu. Baba, katika jina la Yesu, ni asubuhi nyingine tena hii ambayo umenipa Bwana, nami ninasogea mbele zako nikiomba toba na rehema mahali ambapo nimekosa katika mawazo, katika maneno, katika matendo. Mungu wa Elia, ni rehemu, nilie mtoto wako majira haya na wakati huu. Baba, ninasogea mbele zako. Umenilinda usiku kucha, umeniepusha na hatari, umeniepusha na mabaya, umeniepusha na mikosi, umeniepusha na dhoruba. Baba, nina kila sababu ya kusema asante. Ninasema asante kwako Mungu wa Elia. Ninasema asante kwako Mungu usiyeshindwa. Ninasema asante kwako saa hii na wakati huu na majira haya Bwana ya asubuhi. Ninaamka nikiwa na nguvu tena, nikiwa na afya tena, nikiwa na tumaini ya kuwa bila wewe Bwana mimi siwezi. Ninakuomba utangulie mbele yangu, tangulia mbele yangu. Yale yaliyo magumu kaondoe, vile vizingiti ukaondoe, ule ukuta ulio mbele yangu ukaondoe, kila kilichosimama kwa ajili ya kunikwamisha, kila kilichosimama kwa ajili ya kunizuia, Bwana ukakiondoe. Kila aliyesimama kwa ajili ya kunipinga,
Bwana ukakabiliane naye. Nami Bwana nipe moyo wa ujasiri, nakataa roho ya woga, nakataa roho ya mashaka, nakataa roho ya wasiwasi. Mungu katika siku hii nipe ujasiri, ongeza imani ndani yangu, zidisha imani ndani yangu, nipe kuyaona matendo yako waziwazi. Baba, ninakuomba ufungue macho yangu ya rohoni niweze kuona yale yaliyofichwa gizani, yale yaliyo sirini, niweze kuona. Bwana nipe macho ya kiroho niweze kuona, nizungumze kama mtu wa imani, nizungumze kama mtu wa imani, nizungumze kama mtu shujaa. Nipe Bwana macho ya rohoni nione sawasawa, nione sawasawa, nitazame sawasawa. Mungu mfalme wa falme, uliye Bwana wa mabwana, tembea nami, simama nami, thibitika kwangu, dhihirika kwangu katika uwepo wako na nguvu zako. Baba uinuliwe, Baba utukuzwe, Baba uhimidiwe kwa neema yako katika maisha yangu. Siku yangu hii ninaileta mikononi mwako. Bwana, ninaibariki siku hii, ninaita mema katika siku hii. Mema yanijie, mema ni fungu langu, mema ni kao langu, mema ni sehemu ya maisha yangu. Sitataabika, sitarudi nyuma, sitaonewa, sitarudi nyuma, sitaaibika, sitaaibika. Nitasonga mbele, nitastawi, nitastawi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kibali chako Bwana kitembee pamoja nami daima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mwana wa Mungu umebarikiwa, nami ninaibariki siku yako. Mungu mbariki mtoto wako aingiapo na atokapo, umpe moyo wa ujasiri. Fungua macho yake ya rohoni apate kuona neema yako na nuru yako ikiangaza katika maisha yake. Mungu mfalme wa falme, kila hila za adui ukampe kushinda, ukampe kushinda, ukampigania na kumtetea. Malaika wa Bwana akatangulie mbele yake, akamfanikishe, akamfanikishe, akamfanikishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akakupe amani yake. Popote upitapo kaitwe heri na mbarikiwa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Yawezekana TV. Karibu sana, tunakukaribisha mno. Lakini pia usisahau kututembelea kule TikTok Yawezekana TV 1, Yawezekana TV 1. Ukiandika Yawezekana TV utatuona. Na ibada hii asubuhi inaruka moja kwa moja TikTok, lakini moja kwa moja YouTube. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue sana. Mungu akutegemeze kwa roho ya upesi. Na kama bado haupo katika magrupu yetu, jiunge pamoja nasi kwa kutuma ujumbe katika namba za WhatsApp Airtel 0787493844 0787493443 0787493443. Tutumie ujumbe ya kuwa tukuunge nasi, tutakumbuka. Hii ni the 40 days Bible Fire Challenge. Mungu atutegemeze kwa roho ya wepesi. Leo tuna kazi ya kusoma kitabu cha Wafalme wa Pili chote tuweze kuhakikisha kuwa tumekimaliza. Mungu akubariki sana. Amen.